usifikiri kwamba hii maisha ambayo unaishi sasa hivi kwamba utaendelea kuishi hivi milele, kwamba itakuwa hivi kila siku tu. La hasha, itakuja kumbadilikia mtu bwana. Wala usijione kwamba wewe bado ni kijana mdogo, una umri mdogo, hauna ugonjwa wote, afya yako nzuri, ukachukulia kwamba hichi ndio kipimo cha kumpima naye mtu kuendelea kuishi bwana. Mtu kuwa mzee na mtu kuwa mgonjwa si ishara kwamba atakufa, na mtu kuwa kijana na mzima wa afya hana maradhi yoyote si ishara kwamba ataendelea kuishi. Kila mmoja wetu umepangiwa siku yake hapa. Leo ni wangapi walokwenda kulala kwenye kitanda cha 6x6 na hawakuweza kuamka kwenye usingizi huo. Ndio ilikuwa usingizi wa mwisho, naumatul maut. Wangapi jamani, ambayo walitoka ndani ya manyumba zao wakaaga na hawakuweza kurudi ndani ya nyumba hiyo. Wengine wamepatikana mochari, wengine maokoto barabarani, moja kwa moja mpaka makaburini. Wangapi ambaye leo miongoni mwetu Waislamu walivaa nguo wenyewe. Mtu amevaa nguo yake asubuhi mwenyewe, akavaa suruali yake, akavaa shati yake, akavaa kanzu yake, akavaa koti yake, akavaa buibui yake, na hakuweza kuivua hiyo nguo, bali alivuliwa yeye. Tena si kuvuliwa manake, watu walikuwa wanazungumza, wanasema leta makasi katwa, haina kazi tena. Na ni wangapi ambayo waliamka asubuhi wakapanda kipandio. Mtu alipanda gari yake mwenyewe, akapanda pikipiki yake mwenyewe, akapanda treni, akapanda ndege, akapanda basi, na hakuweza kushuka kwenye kipandio hicho, akitolewa humo ndani ameshakufa. Ndio mimi na wewe bado tunaaminisha kwamba tutaendelea kuwepo tu? La hasha. Kama vile Ramadhani iliyopita kuna watu ambaye tulikuwa nao Waislamu, leo hawapo tena. Waacha watu wa kawaida katika majamaa zetu. Wangapi katika majamaa ambaye leo tumewazika sisi? Watu wa familia, wajomba na mashangazi na maanti na mandugu na Waislamu wenzetu, leo maisha yao imebakia kuwa ni story katika maisha yangu mimi na wewe. Unamkumbuka fulani alikuwepo hapo, unamkumbuka fulani, na hivyo ndugu Muislamu, maisha yangu na yako vile vile itafika wakati itakuwa ni story kwa watu. Kwa hivyo usifikiri kwamba wewe kila siku hii maisha ambayo unaishi kwamba utaendelea hivi kila siku. La hasha, kwamba kila siku itakuwa ukiamka asubuhi unapiga mswaki na macleans, unaoga na sabuni ya Lifebuoy kwa maji ya moto, unavaa kanzu iliyopigwa pasi au nguo iliyopigwa pasi, unampata mke wako ameshakuandalia chakula cha asubuhi, chai ya maziwa ya ngamia nzito kwa mahamri, kwa mbaazi, unakula wewe, unambusu mke wako, unawabusu watoto wako, unaondoka, unakwenda zako kazini. Ukifika kazini unafanya kazi masaa 8, 9, 10. Baadaye tena unafunga safari, unarudi zako nyumbani. Ukifika nyumbani unampata mke wako anakusubiri mlangoni. Ni neema iliyoje hii! Mke wako anakuambia, karibu mume wangu, jamani, pole kwa kazi bwana, angalau maji matamu hii kunywa mume wangu, maji ya kuoga tayari, ungea ukaoge. Ukiingia wewe unaoga, ukitoka unavaa kikoi, unapata chakula imeshatandikwa, wali wa nazi kwa samaki ya kupaka na pilipili yake na kachumbari yake na achari yake, unakula wewe, unakaa juu ya kiti, unaletewa kahawa, unaletewa chai ya rangi, unaletewa ice cream, unaletewa fruit. Kwamba hii maisha itakuwa hivi kila siku? La hasha ndugu Muislamu, haiwezi kuwa hivi kila siku. Itakuja kumbadilikia mmoja wetu, na hakuna wakati mbaya kama ije mbadilikie mmoja wetu na bado hayuko tayari, bado hujatubia, bado umo ndani ya maasi, haumo ndani ya toa.